Wakili wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Wakili Kisabo, kupitia taarifa aliyochapisha kwenye mtandao wa kijamii, ameeleza kuwa alimtembelea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Lissu, katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam tarehe 27 mwezi Julai mwaka wa 2026. Mwanasheria huyo anayemwakilisha mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amebainisha kuwa ziara hiyo ilikuwa na madhumuni ya kupokea maelekezo ya kisheria kuhusu uandaaji wa nyaraka za hoja za mwisho katika kesi inayomkabili kufuatia kukamilika kwa maswali ya dodoso tarehe 23 mwezi Julai mwaka 2026. Wakili Kisabo alieleza kuwa kiongozi huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha upinzani, alisisitiza umuhimu wa raia wote waliokamatwa na kufunguliwa mashtaka ya ugaidi kupata uwakilishi wa kisheria pamoja na kutembelewa mara kwa mara magerezani ili kuwafariji kufuatia ustawi wao na kujua maendeleo ya kesi zao. Wakili wa mwenyekiti wa Chadema aliongeza kuwa mteja wake alisisitiza kwa dhati kwamba hakuna mtuhumiwa hata mmoja anayepaswa kustaulika au kuachwa bila msaada wa mawakili gerezani. Katika ziara hiyo, wakili Kisabo alifuatana na wakili Deratizo Walihinya, lakini afisa huyo wa sheria hakuruhusiwa kuingia katika ndani ya gereza la Ukonga baada ya maafisa wa jeshi la magereza kudai kwamba jina lake alikuwepo kwenye orodha rasmi ya mawakili walioruhusiwa kumwona kiongozi huyo wa kisiasa. Wakili Kisabo alifikisha pia salamu za mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Antipas Lissu, kwa Watanzania wote, akieleza kuwa kiongozi huyo amewasalimia na kuwapa pole katika kipindi hiki kigumu. Ujumbe huo uliotolewa na mwanasheria huyo umezua mjadala mpana na hisia tofauti miongoni mwa wananchi na wadau wa masuala ya kisheria na kisiasa nchini Tanzania. Baadhi ya wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii wameeleza kufarijika na salamu hizo, huku wakieleza kuwa moyo wa kiongozi huyo bado uko imara kizuizini na kusisitiza haja ya kuendelea kuunga mkono jitihada za kusaidia mfuko wa msaada wa kisheria wa chama ili kugharamia mawakili wanaowatetea mahabusu wote waliokamatwa. Kwa upande mwingine, wadau wengine wameeleza kuwa taratibu za kisheria na kanuni za jeshi la magereza zinapaswa kuheshimiwa kikamilifu mahakamani na gerezani. Wananchi hao wamebainisha kuwa uamuzi wa maafisa wa magereza kuzuia mawakili ambao majina yao hayamo kwenye orodha rasmi ni sehemu ya utaratibu wa usalama wa magereza na utawala wa sheria ambao unapaswa kuzingatiwa na kila raia na wanasheria bila kujali nafasi yake au itikadi. Wananchi hao wameeleza kuwa mahakama ndicho chombo pekee chenye mamlaka ya kuamua hatima ya mashtaka ya jinai na ugaidi badala ya kutumia mijadala ya mitandaoni. Mivutano hii ya kisheria na kijamii inadhihirisha umuhimu wa usimamizi wa haki na usawa katika vyombo vya utoaji haki nchini Tanzania, huku pande zote zikiendelea kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo kuu na hatua za kisheria zitakazofuata mahakamani. Katika muktadha huo, maelekezo ya kiongozi huyo kizuizini kuhusu uwakilishi wa kisheria kwa mahabusu wote waliokabiliwa na mashtaka hayo yameongeza chachu cha uhamasishaji wa rasilimali za kisheria na msaada wa kisaikolojia kwa familia zilizoathirika na matukio ya kisheria nchini. Ujumbe wa wakili Kisabo pia umeleta mwangaza mpya juu ya changamoto za kiutendaji zinazojitokeza wakati mawakili wanapojaribu kukutana na wateja
waliotiba magerezani ambao urasimu wa orodha za idini umezua maswali mengi miongoni mwa watetezi wa haki za binadamu. Maafisa wa usalama na uongozi wa magereza kwa upande wao wanaendelea kusisitiza kuwa utekelezaji wa sheria na ulinzi wa vituo vya kuzuia mahabusu ni wa kiwango cha juu ili kulinda usalama wa wote waliopo kizuizini na jamii kwa ujumla. Ushahidi wa michakato ya kisheria kupitia nyaraka za majibu ya dodoso na hoja za mwisho unaonyesha kuwa kesi hiyo imeingia katika hatua muhimu ya kisheria, ambapo pande zote mbili za mashtaka na utetezi zinajiandaa kuwasilisha hoja zao za kisheria mbele ya jopo la majaji au mahakama inayohusika. Hatua hii itatoa fursa kwa mfumo wa mahakama kupima uzito wa ushahidi na misingi ya kikatiba ya mashtaka hayo. Suala la kuwepo kwa watuhumiwa wengi wa mashtaka ya jinai na ugaidi waliokamatwa kufuatia matukio mbalimbali nchini limeendelea kuwa mada kuu ya mjadala wa kitaifa na kimataifa kati ya viongozi wa dini, mashirika yasiyo ya kiserikali na vyama vya siasa, huku kila upande ukihimiza ufuatiliaji wa haki na amani. Maagizo ya kiongozi huyo wa upinzani yamesisitiza kuwa kila raia ana haki ya msingi ya kujitetea na kupata msaada wa kisheria bila kubaguliwa kulingana na sheria za nchi na mikataba ya kimataifa. Wakati huo wananchi na wanasheria binafsi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya afya na hali ya kiujumla ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antiphas Lissu gerezani kufuatia taarifa hizo za mawakili wake na mashirika mbalimbali ya kimataifa. Mwisho wa taarifa hii unaonyesha kuwa mapambano ya kisheria na mijadala ya kisiasa kuhusu haki za mahabusu na mifumo ya sheria nchini Tanzania yataendelea kuchukua nafasi kubwa katika anga ya habari, huku wananchi wakisubiri hatua zitakazochukuliwa kulinda mahakama na jeshi la magereza bila kujali itikadi siku zijazo, na vilevile kesi na hatima ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa Tundu Antiphas Lissu.